Na mwali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa TRC Mzundu TV and NDC. Leo hii tuko ndani ya viunga vya shule ya msingi Mwalango iliyoko halmashauri ya wilaya Handeni, kata ya Mkata. Na lengo hasa lilotuleta hapa ni kuja kujionea namna walimu mahiri wa somo la sayansi wa halmashauri ya wilaya Handeni wanavyojengewa uwezo kuhusiana na kipengele kimoja kwenye somo la sayansi darasa la 4 kinachohusiana na coding. Karibuni sana, ambatana nami sambamba tuende tukajionea. Coding maisha. Coding maisha. Sasa tuikane sawa kidogo. Tunatakiwa tutengeneze kanuni. Tumetengeneza kanuni? Bado tutengeneza kanuni. Mwenyekiti yupo? Yupo. Mwenyekiti atasimamia hilo kutengeneza kanuni. Sawa. Tunaweza kuangalia hii iliyopita. Kwa tarehe iliyopita. Tumeshajaza fomu sio eh? Ndio. Tumeshajaza. Kama ukijaza fomu tafadhali hakikisha umejaza fomu. Sawa jamani. Kwa hiyo tumeshamaliza pengine hicho. Sasa hebu tusikie matarajio yenu ni nini baada ya kupata mafunzo haya. Twende haraka kidogo. Yaani ukishapata mafunzo kwa ajili ya kwenda kuwawezesha, maana yake ukishapata mafunzo, si ndio unategemea kwamba na wewe wafanye kitu kule shuleni. Labda tutarajie nini baada ya kupata mafunzo? Kuna matarajio gani? Labda kidogo mafunzo yetu yanahusu usimbaji au kwa Kiingereza tunaita coding. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Kwa hiyo tunategemea kwamba baada ya wewe kumaliza mafunzo haya uwe na uwezo kwanza utakuwa umepata ujuzi wa kutosha namna kufanya usimbuaji. Tuko pamoja? Lakini pia tunatarajia kwamba wewe sasa una uwezo wa kumwezesha mwanafunzi pale shuleni. Sawa? Jinsi ya kufanya coding. Yule mwanafunzi wa darasa la 4 kwamba unaweza ukafanya nini? Coding. Na yule mwanafunzi akashiriki vizuri na akaweza kupata maarifa na ujuzi namna ya kufanya coding. Tuko pamoja? Tumeelewana? Haya ndio malengo tulionayo hasa, kwamba wewe sasa kutoka hapa matarajio yako ni haya. Kwamba utakuwa na ujuzi wa kutosha, utakuwa na uwezo wa kutosha namna ya kwenda kuwaelekeza vijana wetu au watoto wetu wa darasa la 4 waweze kupata ujuzi na maarifa namna ya kufanya usimbuaji. Sawa? Tuko pamoja? Hii programu yetu ya Scratch. Programu yetu ya Scratch, sawa? Ambapo sasa kwa wale ambao wanatumia mshkwani. Tumeinstall inaitwa Ping Pong Scratch, sio? Lakini kwa wale wa laptop utaona imeandikwa tu Scratch. Tuko pamoja. Programu yetu imegawanyika, uso wake uko namna hii. Sawa? Tuna hii sehemu, nianze na hii hapa. Tuna hii sehemu inaitwa Sprite Pen. Inaitwa Sprite Pen. Tuko pamoja? Inaitwa Sprite Pen. Alafu Sprite mwenyewe ndio huyo hapa. Sprite mwenyewe ndio, ila anabadilika, sio huyo paka tu, wako wengi. Sawa? Anabadilika kulingana na ulivyochagua wewe. Tuko pamoja? Kwa sprite wetu atakuwa hapa. Sawa? Sasa tunamchukulia wapi? Hii sehemu, tunaona hii sehemu. Kwa hiyo sehemu yote inaitwa Sprite Pen, mahali pa kupata nini? Sprite yetu. Sawa jamani? Alafu pembeni yake kuna sehemu inaitwa drag and drop. Inaitwa
backdrop. Tuko pamoja. Piga picha unakuta hata sasa hivi toda sasa. Unaona piga picha unakuja. Unaweka na wale pale unafika pale unapiga picha. Sasa ile ndio inaitwa nini? Backdrop. Hapo lugha tu ya kawaida inaitwa backdrop. Sawa? Picha ya nyuma. Tuko pamoja. Kwa hiyo picha ya nyuma tutakuwa tunazipatia hapa. Backdrop. Tunazipatia wapi? Hapa. Tuko pamoja. Alafu hii sehemu yote hii inaitwa backstage. So inaitwa stage. Tuko pamoja. Lakini hii inaitwa scripting area. Sehemu ambapo sasa tunafanya scripting. Wataalamu kama hawa wanaelewa maana ya scripting. Kwa mfano wale wanaoandaa video nini, wanaandaa labda kama movie fulani. Hawa watakuwa wanasikiliza tusidhani kama wanaona. Sawa? Ndio sehemu ambayo tumefanyia kazi. Sawa eh? Kwa pamoja. Lakini tuna hizi hapa. Hizi zinaitwa block pellet. Zinaitwa block pellet. Sawa eh? Kwa maana hizo ndio iliyofungwa kwa nyekundu inaitwa block pellet. Lakini hapo pembeni hizi hapa ambapo ni kuja huku. Hizi hapo pembeni hizi ndio zinaitwa block. Hizi ndio zinaitwa block. Hizi zinaitwa block pellets lakini hizi zinaitwa block. Sawa jamani? Naam. Tunajifunza kutumia tunasema programu za hili programu za tunasema lugha. Sawa, kuna programu kwa pamoja. Sasa darasa la 4 wanajifunza lugha ya programu. Sawa. Kwa sasa wao wanatumia hii program inayoitwa Scratch. Ameuliza kwamba hapa tunafanya nini? Hapa tunajifunza lugha ya kompyuta. Sawa? Lugha ya nini? Sasa katika lugha za kompyuta ziko za aina nyingi. Sawa? Na inategemea kutokana na nini? Na level. Kwa darasa la 4 kwa sababu bado ni wadogo wanajifunza hii lugha inaitwa block. Unaona? Inaitwa blocks. Ni kama watoto wa chekechea. Ila tukienda level nyingine, lugha zingine zipo, kuna Python, kuna C++, kuna Java, kuna HTML. Kwa wale kwa umri wao hawawezi kujifunza hizo lugha zingine. Tumeelewana? Sasa wao wanaanzia ile lugha ya chini. Na ndio maana ukiangalia watoto wa chekechea, unaona ukianza English media. Kuna vile vinani, kuna vile blocks ambao unaunganisha na kutengeneza mnyama. Unaona tumeshazoea vile. Ambapo sisi tunatengeneza labda mmoja, lakini wao wanatumia zile blocks. Wanaziunganisha mpaka wanapata labda mnyama au umbo fulani. Tuko pamoja. Tumeelewana sasa? Iko kwenye kitabu chetu. Kwa sasa hapa nichukua naelekeza ni uso tu. Ni uso tu wa hii program tunachoelezea. Uso tu wa hii program tunachoelezea. Bado hatujaanza. Ni uso tu. Kwamba tukisema ni tunapata wapi na kwa sehemu fulani. TRC Mzundu TV, hakika ni kisima cha maarifa. 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 Nikiripoti kutoka viunga hivi vya shule ya msingi Mwalango iliyoko kata ya Mkata, halmashauri ya wilaya Handeni. Mimi Nchisko wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.